Kwenye H1 Teach1 leo tuna kitu cha msingi sana ambacho pia kinatokana na tafiti ambazo sizo rasmi lakini zina ushahidi. Tunafahamu kwamba wakati huu ni wakati ambao imani zetu kuu mbili ndani ya nchi yetu, sababu nchi hii ina imani nyingi, lakini imani kuu mbili zinafahamika ni za Ukristo na Uislamu. Sasa hizi imani kuu mbili zipo kwenye funga. Waislamu wakiwa wanashiriki funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama walivyoamrishwa kwenye Qur'ani, kutiba alaikumus siyamu, wanafahamu wenyewe wanamalizia vipi. Lakini pia Wakristo wanashiriki funga ya Kwaresma. Sasa nimesema kwa mujibu wa tafiti, wanasema si sahihi kufanya kitu kwa mazoea au kukariri. Kila jambo lazima ulifanyie tathmini kabla ya kulitenda. Ni sahihi kufanya ibada, ni jambo jema sana kwa mujibu wa imani za kila mmoja, lakini kuna kitu ambacho tunajisahau wengi, ni kwamba neno kufunga ni lugha tu, tafsiri lakini ni kushinda na njaa. Mbona bwana, uhalisia kwamba hutokula siku nzima. Hasa hili jambo la kutokula siku nzima mara nyingi linahusiana moja kwa moja na masuala mazima ya afya, ambao hao yapo kisayansi sio kiimani. Kwa watu wamezoea kufunga kama miaka watu wanapofunga, lakini ushauri ni kwamba ni sahihi zaidi kwa mtu kupima kwanza afya yake kabla hajaanza kushiriki ibada ya kufunga, ili ajue kwamba afya yake inamruhusu kufunga au haimruhusu kufunga kabisa, au inamruhusu kufunga kidogo, baadaye atalipa, mpaka dini yenyewe inaagiza kwenye kulipa, au afunge mazima. Sababu inaonyesha kwamba watu wengi kipindi hiki wanapata maradhi aidha katikati ya funga au mwishoni, wakati wazao wanakula Idi au Pasaka, wao wako vitandani wanaugua. Kwa sababu gani? Walishiriki kufunga bila kucheki afya zao. Sababu mambo yanabadilika. Huenda miaka yote ndio unafunga kama ilivyokuwa babu, lakini dunia sasa hivi masuala ya tabia nchi, magonjwa yamekuwa mengi, yasiyotibika, yasiyoambukiza, yako mengi. Kwa tunashauriwa kwamba ni vizuri kupima afya kabla hujashiriki funga, lakini pia katikati ya funga yako ni vizuri pia kuwa na utaratibu wa kucheki afya yako, ili uone kama je, unaweza kumaliza funga ukiwa imara, au unaweza kuachia katikati, au unaweza kufunga leo kesho ukapumzika, ili kwamba ushiriki ibada lakini bila kudhuru mwili. Sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ametupa akili sisi wanadamu na utashi. Sio kila kitu mpaka tuambiwe na Mungu. Okay, Mungu atatuambia tufunge, lakini je, afya yako iko sawa? Vipimo vipo, kapime. Hata Wizara ya Afya nadhani hili jambo ni agenda muhimu kuwahimiza watu waumini.